mtazamaji wa Bongo 5 Network, ikiwa ni siku nyingine tena. Mimi naitwa Abraham 255 Brand Hilary kutoka Bongo 5, lakini nyuma kamera yuko Mayanga, yuko Mbanga, TZA, yuko Kashmir, na hapa tuko na Mr Pimbi, ikiwa ni siku nyingine kubwa zaidi. Mimi sitaki kuongea sana, lakini nataka leo Mr Pimbi azungumze na washikaji zake, mashabiki zake. Pimbi, inakuaje? Tunamshukuru Mungu. Mambo anasemaje? Mambo yanaenda mdogo mdogo, kukucha kuna kucha. Kweli ndugu yangu. Hiyo nimeipenda sana. Bleach inang'aa sana sasa hivi, na waka Bleach inang'aa. Namshukuru Mungu. Safi sana. Mimi nataka tuende moja kwa moja. Sitaki kuyumbisha vitu. Kabisa. Jana Majizo aliweza kuzungumza. Akazungumza na azungumza, comment zikaibuka nyingi. Yes. Na kila mmoja alitoa comment zake. Lakini usiku mida fulani hivi Harmonize naye akaposti video akiwa anaeleza tena kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya kigeni. Sasa nikasema anaongea hivi kwa misingi gani? Harmonize na Majay ni washikaji sana, na wote wanatokea sehemu moja. Sasa nikasema leo nimtafute Mr Pimbi tuweze kuzungumza, kwa sababu mimi najua wewe Mr Pimbi na Harmonize ni washikaji kwa kiwango kikubwa sana. Hebu tuanzie hapo kwa upande wako. Wewe unalichukuliaje hilo swala? Nadhani Harmonize amekosea sana. Amekosea, na amekosea pakubwa mno, kwa sababu alichokifanya Majizo ilikuwa ni kujaribu kuwatetea wao, kwa sababu it seems jamii ni kama imewakataa na muziki. Majizo ni moja ya wadau wakubwa sana kwenye kiwanda cha muziki. Uwezo kataja A-list ya wadau wakubwa kwenye kiwanda cha muziki ama burudani kwa ujumla ukaacha kumtaja Majizo. Kwa hiyo ana nafasi kubwa sana katika jamii. Na yeye kuzungumza na jamii ilikuwa ni sahihi, kwa sababu he's like a father kwenye muziki. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuzungumza na jamii, kwa wale ambao watajaribu kumuelewa nini anamaanisha, basi wamuelewe, na kujaribu kupunguza makali ambayo wananchi wako nayo dhidi ya wanamuziki. Kwa hiyo kwangu mimi Majizo alikuwa yuko sahihi kwa kile kitu alichokifanya. Sasa unajaribu kuangalia Harmonize, badala ya yeye kuja kumpongeza Majizo kwa kile kitu ambacho alikifanya, kwa sababu moja ya wasanii ambao wanalalamikiwa, hata yeye Harmonize yuko humo ndani, moja ya wasanii ambao hawapati support kutoka kwa jamii, na yeye mwenyewe Harmonize yuko humo ndani katika hiyo list. Sasa unajaribu kujiuliza, yeye ambaye anajaribu kutetewa mbele ya jamii, alafu yeye pia anakuja criticize. Na moja ya vitu ambavyo binafsi vimenishangaza ni namna ambavyo Harmonize anataka kukwepa kivuli cha Diamond. There's no way ambayo Harmonize unaweza ukakwepa kivuli cha Diamond. Hakuna namna ambavyo unaweza ukakwepa. Labda kuna wakati Harmonize anajisahau kwamba yeye aliwahi kupita BCS na hakuna mtu aliyemzingatia. Harmonize amehaswa kwenye muziki wake. Inawezekana amekutana na matajiri, amekutana na wanamuziki, amekutana na wadau mbalimbali katika muziki, lakini tujiulize, nani aliweza kumshika mkono Harmonize na kumsogeza mahali? He is Diamond Platnumz. Aliwekeza nguvu yake, aliwekeza muda wake. Harmonize anazungumzia tu kuhusu fedha, hapasi kuzungumzia tu kuhusu fedha. Diamond amewekeza muda, amewekeza energy, amewekeza fedha. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ukiangalia Harmonize hakuna namna ambavyo anaweza kukwepa hicho kivuli cha Diamond Platnumz. And mind you that wakati Diamond anamchukua Harmonize kumweka kwenye ramani, ni wakati ambao wadau wakubwa wa muziki, mashabiki baadhi, lakini pia hata wanamuziki wenzake Diamond Platnumz walikuwa wanamwambia kwamba huyu mwanamuziki atakutia hasara. So wakati Diamond anawekeza kwa Harmonize na kujaribu kumpush, kuna watu walikuwa wanamfuata Diamond wanamwambia hii ni hasara, huyu hawezi kufika popote, kwanza anakuiga, anafanya hivi. Criticizes zilikuwa nyingi sana kwa Harmonize wakati Diamond anamshika mkono. Diamond yale yote aliweza kufumba, kuziba pamba masikio, hakusikia, na akaendelea kumpush Harmonize bila kusikiliza kelele zozote masikioni. Inawezekana kama angekuwa ni mtu mwingine tofauti na Diamond Platnumz, angeweza kuachana na Harmonize na akafanya mambo yake mengine. Mr Pimbi, ngoja nikuulize kitu kimoja, kwamba moja ya matamko ambayo Harmonize alikuwa anatoa, alikuwa anasema kwamba yeye alishalipa fedha. Umeona? Kwa hiyo ile ilikuwa ni biashara, ameshalipa pesa zake. Kwa hiyo hapaswi kuzungumzwa na kutajwa kwamba Diamond ni sehemu kwenye maisha. Kwa sababu gani? Amefanya yote, kwamba Diamond amewekeza fedha, amemfanyia mambo makubwa, amehakikisha amekuwa mkubwa, amempa brandi kubwa, kamtengeneza mpaka amefika pale. Lakini mwisho wa siku akaja kulipa fedha milioni 500.
Sasa inawezekana vipi? Yani kwa upande wa Harmonize. Sasa sijajua hii pia nao unaweka vipi, kwa sababu naona kama unabeza sana kwenye kusema kwamba Diamond anatakiwa aendelee tu kupewa sifa, Harmonize anatakiwa asimkanyagie mshikaji, lakini Harmonize amejaribu kuongea kwamba ile ilikuwa ni biashara na ameshalipa pesa. Kwa hiyo hapaswi tena kuzungumzwa kwamba Diamond ni msaidizi amemsaidia. Very good. Umeuliza swali zuri sana. Sasa kama ilikuwa ni biashara, tafsiri ni kwamba Diamond aliwekeza kwa Harmonize na aliwekeza hiyo biashara. Kama aliwekeza hiyo biashara, maana yake Diamond lazima atake return kutoka kwa kile kitu ambacho alikiwekeza. Sasa Harmonize analalamika nini juu ya hiyo milioni 600 plus na hiyo pesa ambayo iliongezeka ambayo Diamond alidai kutoka kwenye uwekezaji wa Harmonize? Analalamika nini? Kwa sababu Diamond aliwekeza kwa mtu ambaye anawekeza kwako au anawekeza katika biashara, maana yake anategemea profit, anategemea faida, na ndicho ambacho Diamond alichokifanya kwa Harmonize. Mpaka baadhi ya wanamuziki ambao walikuwepo WCB ni lazima achukue faida na yeye kwa kile kitu ambacho amewekeza. Sasa unajiuliza swali la msingi, Harmonize yeye alitaka Diamond awekeze tu a lot of millions, alafu at the end of the day Harmonize anapotaka kutoka WCB Diamond amwambie bye bye goodbye. Hivyo dunia haiko hivyo, hakuna usawa wa namna hiyo na wala duniani hakuna huruma ya namna hiyo. Mtu amewekeza ni lazima ategemee profit, ategemee faida ya kile kitu ambacho amewekeza. Mimi nataka nikwambie hata kile ambacho Diamond amedai kwa Harmonize milioni 600 ni ndogo compare na kile ambacho Diamond amewekeza. We all know Harmonize alikuwa anaenda mpaka Uganda, Rwanda, na Nigeria, South Africa, anafanya media tour. Hiyo ni investment kubwa ambayo Diamond aliifanya. Anaenda mpaka Marekani, ana shoot video Marekani, ana shoot Nigeria, anafanya hivi. Milioni 600 kwa kipindi ambacho Harmonize amekaa WCB, kwa ile investment ambayo wote tumeiona kwa macho, almost miaka 6 5 sio 4. Milioni 600 ni ndogo. Ukitaka kujua kama milioni 600 ni ndogo, muangalie Harmonize alivyo invest kwa Ibra kwa kiwango duni kweli kweli. Ibra anakuambia mpaka anatoka sio zaidi ya milioni 6 sio milioni 2. Lakini Harmonize amedemand kwa Ibra bilioni 1 billion. Kama wewe Harmonize umeweza kudai 1 billion kwa Ibra na kwa uwekezaji mdogo ambao umewekeza kwa Ibra, what Diamond Platnumz alichokiwekeza kwako alafu akadai milioni 600, mimi nasema na nathibitisha ile pesa ambayo Harmonize amedaiwa kwa Diamond ni ndogo compare kwa uwekezaji ambao Diamond aliwekeza kwa Harmonize. Okay, moja ya Harmonize anasema kwamba lebo yake imeuliwa. Amesema kwamba lebo yake imeuliwa. Hii kauli ya lebo kuuliwa, yule ni mshikaji wako. Yes. Yaani imeuliwaje lebo yake? I think Harmonize hayuko sawa psychologically. Na ni ushauri tu. Kama kuna watu ni wataalamu wa psychology au watu ambao wako karibu na Harmonize wanahitaji, I think anahitaji watu wamweke sawa kisaikolojia, kwa sababu unavyosema lebo yako imeuliwa, au imeuliwa kivipi? Ile lebo Harmonize ameiua mwenyewe. Kaiua vipi? Very good. Umekuja kwenye point kubwa sana. Angalia namna ambavyo Harmonize, tunaweza tukatumia lugha ni kama alikurupuka, sijui lugha nzuri ni ipi, ni kama aliharakisha kuanzisha record label. Hiyo yote ni kujaribu kucompete na Diamond Platnumz, kwamba anachokifanya Diamond na mimi naweza nikakifanya. Harmonize alianzisha record label by the time ambayo yeye hana uwezo wa kifedha wa kurani ile label. Alichukua wasanii 5 kwa mpigo. Alimchukua Kili, alimchukua yule Chili, sijui akamchukua Country Boy, akamchukua Angela, akamchukua Ibra. Wasanii wengi, wakati Harmonize ndo kwanza ametoka WCB, hana hela, hana chochote, choka mbaya, alafu unataka kuanzisha record label ikiwa we mwenyewe unahitaji kujipushi, hujafika mahali. Diamond ni mfano bora. Why? Angalia distance ya Diamond alivyotoka mpaka kuja kufanikiwa, mpaka alivyoanzisha record label. Angalia namna ambavyo Diamond aliwasaini wasanii wake kutoka kwa Harmonize mpaka kuja kwa Rayvanny aliyefuatia, almost miaka 3. Kutoka kwa Rayvanny mpaka kuja kwa Lavalava, almost miaka 3 mtu amekaa na ngoja. Kutoka kwa Lavalava kuja kwa kina Mbosso na wengine, kulikuwa kuna distance kubwa sana. Diamond hakukurupuka.
Kwa nini hakukurupuka? Hakukurupuka kwa sababu unapokurupuka kurundika kundi la watu utashindwa kumanage vizuri. Huyu anahitaji kwenda at the same time, huyu anahitaji kwenda at the same time, huyu anahitaji kwenda. Hapo ndipo Harmonize alipofeli. Hana uchumi, yeye mwenyewe bado anahitaji vita dhidi ya Diamond. Alafu hapo anataka kumpeleka Ibra aende mjini, anataka kumpeleka Angela aende mjini, Kili sijui na Chidi, sijui Country Boy, na ndio maana vitu vyote vilifeli. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hivi kwa nini Harmonize hakutoka kwa Diamond mpaka pale alipokuwa amefanikiwa kiuchumi? Do you think hakuna watu walimfuata kumconvince Harmonize au Rayvanny au Zuchu au wasanii wote wa WCB? Do you think hakuna wanamuziki hakuna wafanyabiashara wakubwa au watu wakubwa ambao walienda kuwaconvince wasanii wa WCB? Unajua kwa nini wasanii wa WCB wote wametoka mara baada ya kuwa wamefanikiwa? Okay, Mr. Pimbi, hii ni tafsiri ni kwamba kwa Harmonize hakukuwa kuna uwekezaji, na ndio maana kwa muda mfupi wasanii wote wametoka kwenye lebo ya Konde Gang. Hakuna aliyekaa. Mimi nataka nikuonyeshe weakness ya Harmonize nje ya hicho anachokilalamika kwamba amefanywa figisu mpaka lebo haija survive. Angalia Harmonize alikuwa na mameneja wangapi? Alikuwa na Mjerumani, alikuwa na Joshua Mipango, alikuwa na Jembe ni Jembe, alikuwa na huyu ametoka sasa hivi mara ya mwisho ana date na mzungu. Huyu nani? Chopa. 4 managers Harmonize alikuwa nao ambao sisi tunawatambua. Niambie katika hao mameneja 5 4 ambao Harmonize alikuwa nao, nani kabaki? Ni manager gani amebaki kwa Harmonize? Hakuna manager aliyebaki kwa Harmonize hata mmoja. Okay. Sasa kama hakuna manager hata mmoja aliyebaki kwa Harmonize kwa muda mfupi, hamwezi kuona kwamba kwa Harmonize kuna tatizo. Okay, kwa Harmonize kuna tatizo. Hayo umeyasema wewe. Yes. Na sikatai. Yeah. Lakini Pimbi, mara nyingi umeonekana ukiwa upande wa Harmonize. Tena mara nyingi wewe unapaza sauti kumtetea na kumkingia kifua baadhi ya mambo. Kabisa. Leo hii wewe unasadiki kuongea haya. Labda nini kimetokea baina yako na Harmonize? Mimi nataka labda utuambie. Wala kwangu mimi na Harmonize hakuna changamoto yoyote. Isipokuwa mimi always ni mtu ambaye nimenyoka. Nyeupe ni nyeupe, nyeusi ni nyeusi. Haijalishi wewe ni mshikaji wangu au tuna hang wote pamoja labda ni kutetee. Ukiona mtu yoyote ambaye yupo karibu na Harmonize anakuja kutetea kwa hiki kinachoendelea kwa Harmonize, sio mtu mzuri na si mtu mwema kwa Harmonize. Na ndio maana mimi niliwahi kumwambia hivi physically Harmonize, uso kwa uso. Nilimwambia Stan Bakora, Mwijaku, Abikubanga, sijui huyo meneja Dingano, hawa si watu wazuri kwako. Ali Mwijaku sio watu wazuri kwako. Kwa nini? Ukiona unakosea alafu watu walioko karibu yako wanakusifia, hawa si watu wema, wanakupoteza. My friend, mtu mzuri kwako ni yule ambaye ukikosea anakwambia hapa bosi hatwendi sawa, hapa unateleza, hapa utaanguka. Hivi kwa nafasi ambayo Harmonize yuko nayo, ukitaka kujua kwamba watu waliomzunguka si watu wazuri, kwa nafasi aliyokuwa nayo Harmonize, ni nafasi ambayo Harmonize hana hata endorsement hata moja. Leo tunaenda mwaka wangapi Harmonize hana endorsement hata moja. Hata biashara ndogo ya watu kuja kuwekeza kwa Harmonize hawawezi. Harmonize ana mjengo, ana vitu mbalimbali. I'm not talking about mjengo. Unapokuwa msanii mkubwa A-list, tunataka kuona hizi kampuni na taasisi zinakuja kuwekeza kwako. Like tunavyoona kwa Diamond Platnumz, tunavyoona kwa Alikiba. Alikiba sio mtu ambaye ana matashiti na anatoa ngoma back to back. Yuko slow, lakini angalia endorsement yuko nazo. So kwa Harmonize kuna changamoto, na mbaya zaidi ni watu ambao wamemzunguka Harmonize, wako nyuma yake, wanaompa support na yuko nao karibu mara zote, ni watu ambao hawawezi kumwambia Harmonize weakness zake. Mimi ni mtu ambaye nikikaa na Harmonize hivi physically uso kwa uso, nilikuwa namwambia weakness zake. Bosi, hapa hii ni changamoto iko kwako, haiwezi kwenda sawa. Hiki sio kitu kizuri, punguza hiki, punguza hiki. Issue ya jana ya Harmonize hakutakiwa kurekodi kitu chochote wala kuongea kitu chochote. Umemwona Alikiba ameongea chochote? Hapana. Umemwona Diamond ameongea chochote? Msanii gani mkubwa umemwona ambaye ni A-list
amekuja amecomment kwa hiki ambacho kinaendelea? No. Why Harmonize yeye amekuwa kipaumbele? Manake nini? Hana watu ambao wanaweza kaka nao hata akashauri kwamba nataka kurekodi hii clip, nataka kufanya hivi. Vipi madhara yake kwa kipindi hiki, itakuwa na faida gani, atakuwa na hasara gani? Ukiwa na watu ambao thinking capacity yao ni kubwa, watakwambia kwa muda huu relax. Sasa ukiangalia sasa hivi kinachoendelea ni kwamba Harmonize amejidharaulisha. Watu wengi sana wanamcriticize. Sio, unanielewa? So Harmonize hayuko sawa. Mimi what I can see psychologically Harmonize inawezekana hayuko sawa. You never know, mtu ana stress, mtu ana depression, kwa sababu nasema hivyo kwa sababu ya vitu ambavyo vinaendelea kwa Harmonize. Unaona kabisa huyu ni mtu ambaye nyuma yake hakuna watu ambao wanaweza kukaa kumshauri, au hajazungukwa na watu ambao wanaweza kumweka sawa, bana hiki hakipaswi kwenda huko kwenye mitandao ya kijamii, hiki hakipaswi kwenda huko, usifanye hiki kwa muda huu, tulia. Harmonize ni kama amekurupuka kwa hiki alichokifanya. Okay. Amekurupuka kwa hicho alichokifanya. Yeah. Kuna tetesi nazisikia kwamba Harmonize amepigwa pini, kwamba hataki kwenda nchi za Ulaya. Kuna ukweli kwenye hilo? Ya, watu hawajui. Hiki kitu mimi nakijua na nakifahamu muda mrefu. Harmonize amepigwa bani. Amepigwa bani, hawezi kwenda nchi yoyote ya Ulaya. Kwa nini? Sara alikwenda kufungua kesi dhidi ya Harmonize. Unajua wenzetu wazungu wanajali sana masuala ya ndoa. Umeelewa? Okay. Kesi ambayo Sara alifungua ni kesi ambayo wale wameiangalia na wameona wambani Harmonize kufika Ulaya. And that's why ni mwaka wangapi hujamuona Harmonize akikanyaga Ulaya. Na tetesi ninazozisikia ni kwamba hata si bara la Ulaya tu, hata bara la Amerika kapigwa bani. Wenzetu wako very professional, yani wako makini sana kwa vitu kama hivi. Unyanyasaji wowote au haki yoyote ambayo wanaiona hukuitenda tena kwa mwanamke au mtoto, wenzetu wazungu na wenzetu hao mabara yaliyoendelea wako makini sana kwa haki za watoto pamoja na wanawake au wake. So kwa ninavyozisikia za ndani kabisa ni kwamba Harmonize amepigwa bani. Sasa hii ni stress kwa Harmonize, na ndio maana umeona wasanii wote wanasafiri. Utasikia yuko Finland, utasikia yuko huko. Na Harmonize tulikuwa tuwezi kukaa tukaona mwaka hajasafiri. Hajaenda hata Sweden, Austria. Sasa hizi tunazungumza sio ni mwaka wangapi Harmonize hajakanyaga Ulaya, hajakanyaga Marekani. Okay. Na huo ukatili ambao Sara anasema kwamba amefanyiwa na ni ukatili wa namna gani? Kwa sababu Harmonize ni mwanao, mnakaa mnazungumza mengi sana. Ni ukatili wa namna gani? Inavyosemekana ni masuala ya haki ya ndoa. Yaani ni kama Sara hakutendewa haki wakati Harmonize anaachana naye. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kwenye kushtaki kutaka kudai haki ni kwamba Harmonize amepigwa bani na amepigwa faini, sijajua ni kiasi gani, na amepigwa faini. Kwa hiyo atakapolipa ile faini ndipo ambapo ile bani ya kwenda Ulaya au Amerika itaachiwa. Na ni pesa nyingi sana ambayo inawezekana Harmonize ikamchukua miaka 20-10 hajailipa. Kwamba inaweza kalabu pengine ni shilingi ngapi hiyo? Pesa nyingi sana. Habari nilizoambiwa ni pesa nyingi sana. Na niliambiwa kwa uchumi wa Harmonize kama atakubali kuilipa, upo uwezekano wakasheki kiuchumi. Okay, labda tuje kwenye issue ya uchumi wa Harmonize. Uchumi wa Harmonize kwa sasa hivi ukoje? Ni wa kiwango gani? Uchumi wa Harmonize umeshuka kwa 2025. Uchumi wa Harmonize umeshuka. Kuna mtu anaweza kusema wewe uko kwenye benki yake mpaka useme uchumi wa Harmonize umeshuka. No. Uchumi wa mtu kushuka tunapima kwa kazi. Kazi Harmonize ni muziki. Ukitaka kujua uchumi wa Harmonize umeshuka kimuziki, naambie mara ya mwisho Harmonize kupiga show ya kimataifa ni lini? Sasa atapigaje show ya kimataifa wakati tunasema kwamba amepigwa bani? Fanya hata Uganda hapo, Kenya, Kongo, tunamsikia Diamond anaenda Cameroon, anaenda huko. Juzi Rayvanny alikuwa yuko Dubai, ameenda 2 times. Nenda hata Dubai. Yaani private jet zote zile Harmonize anazopanda na timu yake leo hii unasema kwamba ameshuka. Wasanii ukifuatilia hizi private jet utapasuka kichwa. Wengi wao wanapewa favor tu na wafanya biashara wakubwa ambao wanawatumia kibiashara. Kwa hiyo unaweza kukuta msanii analipa 40%, alafu tajiri analipa 60% ya kukodi hiyo private jet. Kwa hiyo kuna maisha ya wasanii yana siri nyingi sana. Hata haya magari wanayomiliki.
kuna asili nyingi sana. Watu wanadaiwa magari haya ni mikopo, wanadaiwa, wana msongo wa mawazo. Kwa hiyo usibabaike na hizi private jet, lakini uhalisia ndio huo. Ndio kwambia Harmonize ameshuka kiuchumi, afanye show za ndani mpaka za nje. Harmonize namba zake zimeshuka this year. Harmonize mwaka huu nikikwambia niletee hit song, when I'm talking about hit song, we mean hit song like Sing Again, sio, unanielewa? Uno nikikwambia niletee 2025 hit song ya Harmonize ni ipi, utapata wakati mgumu. Wewe nitajie hit song ya Harmonize, hit usitajitaje tu nyimbo tulizokuja kama Big G tukayayuka ndani ya siku mbili. Hit. Do you know Harmonize amefanya collab na yule sijui Rude Boy sijui nani yule kwenye kundi la P Square, hana hata video. Ile best sijui ni best couple sijui best couple, hana hata video. Unawezaje kwenda Nigeria ukafanya collab na msanii mkubwa kama yule ukaacha hata kufanya video? Ndio ujue vitu kwa Harmonize haviendi sawa na haviko sawa. So nini kifanyike sasa ili viweze kwenda sawa kwa upande wake? Mimi nikimwangalia Harmonize namuona anahitaji watu wa psychology, kwa sababu kila anachokifanya unaona hakifanyi kwa utulivu. Ni kuna hali fulani ya kuharakisha jambo au kuchukulia vitu poa na kurahisisha, na kuna muda Harmonize anajisahau kama yeye ni A-list. Kuna muda anajisahau kwamba yeye ni mkubwa. Na ndio maana kwa vitu kama hivi vinavyoendelea huwezi kuona kampuni zinakuja kuinvest kwa Harmonize. Kwa nini msanii kama Mr Pimbi na wasanii wengine ambao sio A-list ni wadogo tu, wakina Ndalo, wakina Steve Usho, wakina nani, hadi ma comedian wana endorsement. Mimi Pimbi ni balozi wa kampuni almost 2. Why Harmonize hana ubalozi? Au una uhakika na ubalozi? Sasa niingia kwenye bio yake. Wewe unaweza kuwa balozi afu usiandike kwenye bio, au tusikuone ukitangaza hiyo huo ubalozi wako. Hana endorsement. Okay. Angalia endorsement ambazo Diamond yuko nazo. Okay, Pimbi. Ni A-list ya makampuni duniani makubwa. Sawa, haina shida. Umezungumza fact. Nini kifanyike basi ili Harmonize kuweza kurudi kundini? Kwa sababu wewe ni mwanao yule. Yes. Ulimfuata mpaka airport kumpokea kwa mapambio. Ukapita mpaka Kariakoo. Nilishuhudia yale. Ilikuwa ni namna ya kumsupport na kumpa nguvu, kwa sababu tuliamini yupo katika wakati mgumu. Unajua wasanii tumeona waliotoka WCB wanakuwa na changamoto ya kuweza kusimama imara. Kwa hiyo tuliona changamoto, Harmonize anahitaji support na watu wa karibu wamsupport. That's why tumemsupport. Lakini sasa hizi Harmonize anahitaji watu wa ushauri, watu wa counseling. Harmonize anahitaji watu wa kumweka sawa kisaikolojia. Harmonize anahitaji sasa hivi asiwe anaamua kila kitu kiwe kinapita kwa watu ambao ni wabobezi katika ushauri wa mambo ya entertainment. Okay. Kwa nini Diamond atumuone akimisbehave na hizi stories zote ambazo zinaendelea? Yuko kimya. Why? Kazungukwa na watu ambao wanauelewa mkubwa. Lakini pia Diamond sio mbishi. Moja ya vitu ambavyo navisikia kwa Harmonize ni mbishi. Managers wake wakimwambia hiki asikii, yeye anafanya hiki. Na ndio maana wameshindwa kukaa. Ashauriki. Sasa hii changamoto. Kwa hiyo kwanza Harmonize yeye mwenyewe kwa habari nazo zisikie kutoka kwa watu wake wa ndani kabisa. Ni kwamba ashauriki. Kwa hiyo ni changamoto namba 1 ya Harmonize. Changamoto namba 2, saikolojia ya Harmonize is like haiko sawa. Ni kama haiko sawa. Kwa anahitaji mtu wa psychology, lakini yeye mwenyewe anahitaji kusalenda, akubali kushaurika, akubali kuwekwa chini, akubali kulimotiwa. Diamond mpaka pale alipofika ni kwamba kuna watu wanamremote. Hiki kitakuharibia, hiki kitakubomoa. Sio kwamba hakosei, anakosea, lakini anakosea kwa asilimia ngapi? Ukiangalia Harmonize kila kitu anachokifanya 60%, 70% ni makosa tu.
This is not right. Okay, kumekuwa na maneno ya hapa na pale kwamba baadhi ya wasanii wakitoka WCB wanashuka. Vipi hilo unalionaje pia kwa upande wako? Harmonize ndio ameshuka zaidi kuliko wote ambao wametoka? Unajua huu usemi unaosemwa kwamba baadhi ya wanamuziki wakitoka WCB wanashuka, watu wana utafsiri tofauti. Kitu kinachowashusha watu baada ya kutoka WCB ni almost vitu viwili ama vitatu. Kwanza, wasanii wa WCB wamerahisishiwa chakula. Yaani wakiwa pale WCB ni kama broiler. Utahangaika utafute pumba, utahangaika utafute vitamini C, vitamini B, utahangaika utafute dawa kwa ajili ya wao kukua haraka, wamerahisishiwa. Nikisema hivyo namaanisha msanii wa WCB anafanyiwa kila kitu. Yeye msanii anabaki ni kuingia studio. Masuala ya promotion, sijui media tour, arrangement ya media tour, show na nini na kila kitu. Msanii hangaiki na kitu hata kimoja. Msanii akiwa WCB kazi yake ni kufikiria kutengeneza hit. Sasa msanii akishatoka WCB anaanza sasa kubeba yote haya kwenye kichwa. Na muda huo anaanza tena kujihangaikia yeye kutengeneza hiti, na muda huo wanafikiria namna gani ya kutokuanguka. And that's why kwa wasanii ambao hawako stable wanaanguka. Mbona Rayvanny yule pale amesurvive? Harmonize mwenyewe amejitahidi amesurvive. I think wasanii wanakumbwa na hiyo changamoto, na wengine wakiwa pale WCB hawataki kujibidisha kutafuta connection, kutafuta njia, kujiwekeza na kujifunza ili utakapotoka pale WCB uweze kujimudu mwenyewe, lakini pia kutengeneza timu ambayo itakuzunguka. Harmonize before kutoka WCB alitengeneza wakina Josha wa Mipango, wakina China Taita. Wale ndo watu ambao waliwatengeneza. Kwa maana kwamba wale walijifunza vitu vingi sana WCB. Kwa alivyotoka wale walichukua zile mbinu na mipango na mikakati ya WCB wakaenda kuimplement Konde Gang. Rayvanny alikuwa na kina Doni wale sio kina nani wakati yuko WCB. Wakajifunza mambo mengi, namna ya Kurani, muziki na nini na kila kitu, namna ya kufanya promotion na nini, vitu vingi. Kwa walivyotoka wakaanzisha Next Level Music, wale wakina Doni na wengine na wakina Sam sio kina nani, wakaja kuimplement zile mbinu zote walizojifunza WCB, wakaziimplement pa. Okay. And that's why tunaona wanafanikiwa. Okay. Swala kichokozi. Yes. Mahusiano yamechangia kumdunisha Harmonize? Kwa ni asilimia chache sana. Lakini asilimia kubwa kumdunisha Harmonize ni kutokuwa msikivu, kutokushaurika. Hivi ni vitu ambavyo vimemwangusha Harmonize. Kutokuwa msikivu, kutokushaurika, ubishi, ung'ang'anizi wa kufanya jambo. Yeye akishaamka mimi nitarekodi tu, huwezi kumzuia. Yaani hata umuonyeshe ukirekodi athari yake ni hakuelewi na hakusikii. Yeye atarekodi na ataipeleka. Sasa ukishakuwa mwanamuziki mkubwa kuna vitu lazima ukae chini na watu wakushauri, wakuonyeshe advantage and disadvantage, na muangalie mchore ramani muone advantage ni nyingi kuliko disadvantage, basi tunasukuma. Okay. Mkiona disadvantage ni nyingi mnapiga chini hiyo project, mnafanya ma project mengine. Okay. Bana, mpaka hapo mimi sina la ziada. Yes bana, bado tuko na Mr. Pimbi ndani ya studio za Bongo 5 Network, lakini siku ya jana naye wakumwita mtoto mdogo mwake Bete Ayo akachia kichupa kingine. Pipi Jojo kaachia ngoma mpya. Sasa nimeona kwenye YouTube imewekwa nyimbo ya Divoice, imewekwa na nyimbo ya Pipi Jojo. Ya Pipi Jojo inatembea kuliko ya Divoice. Sasa sijajua ni mkakati au ni kitu gani. Lakini kwenye ile nyimbo nimemsikia Country Boy, nimemsikia na Chidi Benz. Tuambie Pimbi, kwa sababu sasa hivi wewe ni familia, nini kinaendelea? Unajua mimi mwanzo nilikuwa nasikia story tu kwamba Chief Godlove ana hela, ni tajiri. Binafsi sikuwahi kuamini. Nilikuwa najua tu ni ujanja tu wa mjini, anaunga tu mambo yanatokea. Lakini kiukweli nimekuja kubaini kwa kupitia uwekezaji huu ambao anaufanya kwa Pipi Jojo, nimekuja kubaini Chief Godlove ni moja ya wawekezaji wakubwa, ni A-list hapa Tanzania. Yuko kwenye A-list ya wawekezaji wakubwa. My friend, Divoice kama ulivyosema ametoa wimbo. Pipi Jojo ametoa wimbo. Msanii hana hata mwezi Pipi Jojo. Hata mwezi hana.
anamkimbiza Divoice YouTube. Divoice ana F6, Pipi Jojo ana F10. Lakini Pimbi, si unajua YouTube ilivyo. Unaweza ukaongoza leo kidogo ukaja ukafunikwa. Hizo zipo. Hapana. Yaani uwezo ukaanza kutengeneza keki kwa kiwango hichi. No. Unajua muziki mzuri huwa haujifichi. Na mimi nishawaambia watu nikasema huyu Pipi Jojo huyu Pipi Jojo. Hawa na muziki wote wa kike hawa wote unawaona wa kike hawa. From now hakuna msanii yote wa kike atafua dafu mbele ya Pipi Jojo. Kivipi? Kwanza kama umechunguza kale katoto ni kajasiri. Na ule ujasiri sijui kama kanatoa kwa Chief Godlove au kanautoa wapi. My friend, hiki kipindi ni kipindi ambacho wanamuziki wengi wamekuwa waoga wa kutoa project zao. Wanamuziki wengi hawataki kutoa nyimbo zao. Wameogopa. Imagine Harmonize ameahirisha album kwa sababu ya hiki kipindi tunachokipitia. Sasa mimi nilivyosikia Chief Godlove na Pipi Jojo wanatoa wimbo, nilishika kichwa. Nikasema hawa wanajiamini kitu gani? Ngoja wakutane na Zauso. Nikamwambia Chief Godlove, tena nilimpigia simu. Nikamwambia usithubutu kutoa wimbo. Usithubutu. Akaniambia Pimbi natoa. Jana wakati Harmonize anatoa hizi trending zake kumkosoa Majizo, nikamtafuta tena Chief Godlove. Nikamwambia sasa hivi anaye trend ni Harmonize na Majizo. Na waombeni hii nyimbo msitoe. Sogezeni hata wiki mbele. Ananiambia Pimbi, sisi tunaamini muziki wetu. Sisi tuna invest vya kutosha, hakuna ubabaishaji. Tunatoa na wimbo utaondoka. Na kweli Pipi Jojo na Chief Godlove wamezima kiki za Harmonize, wamezima kiki za Majizo. Yaani sasa hivi anayezungumziwa mjini hapa ni Pipi Jojo, ni Chief Godlove. Bwana. Sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi, ni uwekezaji wa kutosha. Na mimi to be honest, mimi ni mtu ambaye napenda kuona wasanii wapya wakija ku take over, wakija kufanya mapinduzi. Pipi Jojo ni moja ya wanamuziki ambao kiukweli wamekuja kuwa tishio kubwa sana. Nataka nikwambie Zuchu, Nandi na wanamuziki wanamuogopa Pipi Jojo. Wanamuogopa kwa sababu gani wanamuogopa? Yaani kwa nini wamuogopa? Ngoja nikwambie kitu kimoja Pimbi. Umeuliza swali. Nandi ana muda gani kwenye game? Zuchu ana muda gani? Sasa hamuogopa Pipi Jojo? Ukitaka kujua kama wanamuogopa, hawa wote unaowataja wamekuwa waoga kutoa nyimbo katika kipindi hiki. Na wakitoa watakula za uso. Una uhakika? Watakula za uso, kama anakula za uso Divoice, wanakula za uso wengine wakina Juksi, mpaka akafuta nyimbo. Juksi katoa mpaka akafuta nyimbo kapandisha tena. Ndio mambo kidogo yamekaa sawa. Sasa wewe uogope. Sasa katika kipindi hiki ambacho hawa wasanii wakubwa wote wanaogopa kutoa nyimbo. Yeye Pipi Jojo na Chief Godlove wao hawaogopi. Wewe uogopi? Wanatoa na ngoma inafanya vizuri. Ile nyimbo ya kwanza Chakacha, angalia namna ambavyo ilifanya vizuri. Angalia ambavyo imekaa on trending kwa muda mrefu. Unajua huyu mtoto Pipi Jojo ndo kwanza hata mwezi hana kwenye industry. Lakini imagine amekamata trending namba 1 mwezi mzima, zaidi ya mwezi. Amekaa trending namba 1 zaidi ya mwezi. Wewe uogopi? Msanii hana hata mwezi. Si tumezoea kuona msanii akikaa on trending ni hawa wakubwa. Sio msanii umekuja upcoming from nowhere unakaa namba 1 on trending YouTube bado. Never ever. Pipi Jojo amekaa on trending pale zaidi ya mwezi. Namba 1. Na sio kwamba wasanii wakubwa watoi nyimbo, wanatoa. Lakini wamekalishwa huko wanasubiria. Huu ni uwekezaji mkubwa sana kutoka kwa Chief Godlove. Sasa nyakati hizi watu wanaogopa, wao wanatoka kimbelembele. Wimbo una 10,17, saizi tu una 20,000, sio una 30,000. Hatujui. Wewe uogope. Lakini ikatokea labda Pipi Jojo asifikie malengo madhubuti kama ilivyotarajiwa. Uko tayari kubeba huo msalaba? Huo ni uchawi. Yaani huo ni uchawi na wewe ndio utakuwa mchawi wa kwanza. Unaanza kuchawia Pipi Jojo asifanye vizuri. Ndugu yangu, vitu vilivyoko wazi havihitaji uanze kupepesa macho. Dalili ya mvua ni mawingu. Nyota njema huonekana asubuhi. Tunachokiona kwa Chief Godlove pamoja na Pipi Jojo ni wazi kabisa Pipi Jojo atafika mbali. Kwanza kipaji kikubwa ambacho Pipi Jojo yuko nacho. That's number 1. Unajua sio kila msanii pamoja na kwamba wewe unaweza kuwekeza fedha nyingi anaweza kufikia malengo. Hapana. Tumeona kuna watu wengi sana wameshikwa na matajiri na investment imefanywa kubwa, lakini bado hatujaona wakifikia malengo.
Angalia kipaji kikubwa ambacho Pipi Jojo yuko nacho. Wasanii wote wamemappreciate wote. Wasanii wote wakubwa wameappreciate kipaji cha Pipi Jojo. Wewe uogopi? Hicho ni kipaji cha Pipi Jojo. Njoo kwa mwekezaji kama Chief Godlove. Kijana mdogo, pesa nyingi. Wewe uogopi? Mtu tukaenda Kenya huko, kafika Kenya kapokelewa kama mfalme. Mtu hana hata mwezi kwenye sanaa yake. Kaenda Kenya kapokelewa kifalme. Hapa Tanzania kuna wasanii wangapi wanaweza kaenda Kenya watu hata wasijue kama kuna msanii amefika Kenya. Na ni wasanii wakubwa na wanafujo mtandaoni. Na wana namba kubwa na followers wengi. Lakini mtu anaweza kakanyaga hata hapo Kenya watu hata wasijue kama kuna msanii mkubwa amekanyaga hapo Kenya. So haya ni mapinduzi kwenye muziki wetu wa Tanzania. Na sisi tunahitaji wawekezaji wa namna hii. Tunahitaji kuona upcoming artists wapya ambao wanakuja kufanya mapinduzi kwenye kiwanda cha bongo flava. Muziki wetu umekuwa dormant. Umekuwa dormant kivipi? Haukui. Tunausikia tu wale wakina Diamond, wakina Harmonize, wakina Nandi, wakina Zuchu. No. We need to hear new sound. Tunataka kuona vipaji vipya, sura mpya. I'm telling you, mimi nakuahidi. Kwa hii kasi tunaiona, tegemea BET Awards. Tegemea Grammy kupitia kwa Pipi Jojo. Tegemea utabiri huo. Kwa hii kasi mnayoiona, tegemea BET Awards, tegemea Grammy. Very soon mtakuja kubaini haya ninayosema Mr. Pipi. Okay, kufuatia numbers kuwa kubwa kwa sababu jana Pipi Jojo aliachia project yake. Lakini Divoice akaachia. Lakini Pipi Jojo amemfunika Divoice na bado watu wanaendelea kuscreenshot na kuandika maneno hapa na pale. Labda neno lako tu la mwisho, kwa sababu mimi najua wewe tayari ni familia pale na wengi wanakufuatilia na wengi wanataka kusikia, labda unataka kuzungumza nini? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba muziki wetu unahitaji mapinduzi. Na kwa nini unahitaji mapinduzi? Ukiangalia muziki wa Nigeria, kuna watu watasema kila kitu mnakitolea mfano Nigeria. No, wenzetu wako mbali. That's why katika kila maeneo lazima tuwataje wao. Kwa nini muziki wa Nigeria umepiga hatua? Kwa sababu leo utamsikia Davido, kesho utamsikia Wizkid, kesho kuta atakuja Burna Boy, atakuja Rema, atakuja CK, atakuja Teni, atakuja sui nani, a lot of artists. Kiwanda chao kinakuwa kwa sababu kila siku kinazalisha wanamuziki wapya na wakali na wazuri. Kwenye kiwanda chetu cha Bongo Flava tunahitaji aina ya wanamuziki kama wakina Pipi Jojo, waje wazaliwe wengine wafanye vizuri. Lakini wawekezaji wamekuwa wachache ambao wako very serious, ambao wanaweza kuwekeza billions of money. Kwa hiyo tunahitaji matajiri wakubwa kama kina Chief Godlove ambao wanaweza kusacrifice, kuinvest pesa nyingi kwa msanii. Sio, unanielewa? Then tukipata watu wa namna hii, mimi I'm telling you, hawa Nigeria ni kesho kutwa tunabaki nao pamoja. Yes, bado mpaka hapo sina la ziada. Alikuwa ni Mr. Pimbi akiwa anazungumza ndani ya Bongo 5 Network katika studio zetu Bongo la Podcast. Nashukuru sana mkubwa wewe ambavyo umetueleza hapa, lakini pia shout out sana kwa wote ambao wanafuatilia hapa. Au unakuaje mkubwa? Kabisa, shukrani.